Jambo la 6 na la 7 ambalo muhrim hatakiwi kulifanya, taklimul adfar, kukata kucha. Taklimul adfar, kukata kucha. Lakini 7, wa izalatu sha'ri, na kuondoa nywele katika mwili wake. Wa izalatu sha'ri, na kuondoa nywele katika mwili wake. Haijalishi nywele hizo ataziondoa bilhalqi, kwa kuzinyoa, takiwi kunyoa nywele mpaka ufike muda wake, au qas, au ataziondoa kwa kuzipunguza, haitakiwi, si kwa kunyoa wala kwa kupunguza. Au biayatin tariqatin, au kwa kutumia njia yoyote ile ambayo itaondoa nywele kwenye mwili wake, kama ni kunyofua, kama ni kufanya lolote. Pale alipohirimia hija hatakiwi kukata kucha wala kuondoa nywele yoyote katika mwili wake. Sawaan akana sha'ru ra'si, ni sawa tu ikiwa ni nywele za kwenye kichwa chake, au ghairahu, au nywele katika sehemu nyingine, pengine nywele kwenye mwili. Malaika haitakiwi kutoa katika mwili wake nywele yoyote. Tena kwa ushahidi likauli Allahi Ta'ala, kwa ushahidi wa kauli ya Allah mtukufu aliposema, wala tahliku ruusakum, wala msinyoe nywele zenu, hatta yablugha alhadiyu mahillahu, mpaka kifikie kichinjwa pahala pake. Yani mtu atakiwa mpaka achinje ndio anyoe. Wala tahliku ruusakum, wala msinyoe nywele zenu, hatta yablugha alhadiyu mahillahu, mpaka afikie mnyama au kichinjwa pahala pake. Wa ajma'a alulamau, na wamekubaliana wanavuoni, ala hurmatu qalami dhafri, juu ya uharamu wa qalami dhufri, kukata kucha, lilmuhrimi, kwa aliyehirimia hija pia ni haramu, hatakiwi kukata kucha, bila udhurin, lakini pasi na udhuru. Kwa maana ukitoketea udhuru basi anaweza akafanya hayo, hata nywele anaweza akanyoa kwa udhuru. Fa inin kasara, ikitokea kucha, kama kucha yenyewe imevunjika, imekatika kucha yenyewe kama yenyewe, basi falahu izalatuhu, anayo haki ya kuitoa. Saa nyingine unaweza kukuta ukucha wenyewe umekatika, na ukucha ukikatika hapa, ukikaa kidogo huwa unakera kiasi fulani, maana unakuwa unaganda ganda, ukitia mkono mfukoni unaganda. Kama umetoka wenyewe basi unaweza ukaumalizia, lakini si makusudi ya kuanza mwenyewe kuikata kucha. Fa inin kasara, kama kucha itavunjika au itakatika yenyewe, falahu izalatuhu, basi ana haki ya kuimalizia na kuiondoa, min ghairi fidia, tena ataitoa pasi na fidia yoyote. Wayajuzu izalatu sha'ri, na vile vile itafaa kuondoa nywele, idha taadha bibaqaihi, ikiwa itakuwa inaleta maudhi nywele hile kama itabakia kwenye kiwiliwili. Ikiwa nywele inakuudhi kwenye mwili, basi unaweza ukaitoa, kwa maana ukaikata au ukainyoa. Lakini ukitoa nywele hiyo ambayo inakuudhi, wa fihi alfidia, tabidi utoe fidia, tabidi utoe fidia. Illa fi izalati sha'ri al-aini, isipokuwa kama utaondoa nywele ya kwenye jicho, kope. Ukiondoa nywele ya kwenye jicho basi unaweza kuondoa, hakuna fidia. Illa fi izalati, isipokuwa katika kuondosha sha'ri al-aini, nywele ya kwenye jicho kwa maana ya kope, idha taadha, pale itakapokuwa inaleta maudhi bihi, nywele hiyo, almuhrim, kumuudhi yule muhirimiaji. Fa innahu, hakika wakati huo, la fidiyata fihi, hakutakuwa na fidia yoyote atakayoitoa. Saa nyingine unakuta unyusi, sijui ukope, sijui kope inaingia kwenye jicho,
sawa inakuwa inaleta maudhi, basi muhrimi anaweza akaitoa hiyo, akaikata na hakuna fidia. Shahidi wa hayo, qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, faman kana minkum maridha, yule atakayekuwa miongoni mwenu mgonjwa, ana maradhi, au bihi adha, au akawa ana maudhi, min raasihi, kichwani mwake, pengine ana machawa na mengineo, basi tabidi atoe nywele hizo. Fafidiyatun min siyami, atandoa nywele hizo, atatoa fidia. Lakini fafidiyatun, tabidi atoe fidia, min siyami, ya kufunga siku 3, au sadakatin, au atatoa sadaka, kwa maana kuwalisha maskini 6, kila maskini nusu pishi, au nusuki, au atachinja mnyama. Utachagua mwenyewe katika hilo. Tokezea una maradhi, kabidi ukanyoa nywele katika mwili wako, zilikuwa zinakuletea shida, basi unaruhusika kunyoa, lakini utatoa fidia moja katika 3 hizi. Nasema faman kana minkum maridha, yule aliyekuwa miongoni mwenu mgonjwa, au bihi adha, au alikuwa na maudhi, anaudhika, min raasihi, kwenye kichwa chake, akanyoa nywele hizo, basi fafidiyatu min siyamin, itabidi atoe fidia ya kufunga. Hapa funga ni siku 3 jamani, haijatajwa waziwazi, lakini siku 3, au sadakatin, au kutoa sadaka. Sadaka ya hapa ni kulisha masikini 6, au nusuki, au kuchinja mnyama, mbuzi au kondoo. Hiyo aya inapatikana suratul Baqara, ni aya nambari 196. Wasayati bayanu dhalika, na utakuja ufafanuzi na ubainifu wa hayo. Jambo la 8 ambalo linaharamika kwa muhrim, at-tatayyubu fi thawbi au al-badan, kujitia manukato. At-tatayyub, kujitia manukato, fi thawbi, katika nguo, au al-badani, au kwenye mwili. Muhrim hatakiwi kujitia manukato, si kwenye nguo yake wala kwenye kiwiliwili chake. Sawaan akana rajulan au imraatun, sawa tu akiwa ni mwanamme au mwanamke, hatakiwi kuyafanya hayo muhrim. Ushahidi wa hayo, fa'ani bin Umar, kutoka kwa Abdallah bin Umar radhiyallahu anhuma, radhi za Allah zimuendee na baba yake, anna Umara, hakika sayyidina Umari, wajada riha tayyibi, alisukia harufu ya mafuta mazuri, min Muawiya, kutoka kwa Muawiya. Sayyidina Umar alisikia harufu ya mafuta mazuri kwa Muawiya, kwa maana Muawiya alikuwa kama kajitia hayo mafuta. Basi wa huwa muhrim, na hali Muawiya alikuwa amehirimia hija. Faqala lahu, Sayyidina Umar akasema kumwambia Sayyidina Muawiya, akamwambia irji fa'siluhu, rudi ukaekoshe nguo yako, hayo mafuta uliotia ukatoe yakakoshe. Fa inni, akamwambia rudi ukakoge au ukayakoshe, kwa sababu mimi sami'tu Rasulullah, nilimsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam yakul, rehma na amani juu yake, akisema hivi, alhajju, haji, manake mwenye kuhiji, ashaghathu, anatakiwa kuwa na nywele timtim, atafalu, akiwa hajajipamba. Alhajju ashaghathu, haji anatakuwa na nywele timtim, manake hatakiwi kuchana nywele sababu unapochana nywele ndio zitatoka nywele zako, si ndio? Na hautakiwi kutoa nywele. Waelewana vizuri? Maulama wakasema hata moja, wengine wakasema 3. Kuanzia ngapi? Wengine wakasema kuanzia 3, zikitoka basi utatoa fidia. Wengine wakasema hata moja, kina Mashafi'ia, ila zitatofautiana tu fidia zenye. Kama umetoa nywele moja fidia yake nini, 2 fidia yake nini, zikifika 3 fidia kamili. Kwa hiyo alhajju ashaghathu, haji anatakiwa kuwa na nywele timtim, kwa maana hachani hizo nywele kwa kuogopea kutoka hizo nywele kwenye mwili wake.
Atafalu, hajipambi. Sasa wewe umejipamba. Hadithi rawahu al-Bazzari bi sanadin sahihi, imepokea na Bazzari kwa mategemezi yaliyokuwa sahihi. Lakini pia ushahidi mwingine wali kauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kwa ushahidi mwingine wa kauli ya mtume wa Allah, rehma na amani juu yake, amesema amma tayyibu alladhi bika, alimwambia ama mafuta mazuri ambayo yako na wewe umejitia nayo, faghsiluhu anka, kayakoshe mafuta hayo, nenda kanawe. Yani 3 marati, alisema hivi mara 3, mafuta uliyojiwekea kayakoshe, mafuta uliyojitia nenda kakoge, mafuta uliyotia nenda kakoshe. 3 marati. Wa idha mata almuhrimu, hata akifa mtu aliyehirimia hija, akifa ndani ya ihram yake, basi la yudha'u tayyibu, hatiwi manukato. Sijui mfukize udi kama vile maiti mwingine anafukizwa na sanda zake na yeye mwenyewe anatoka rafu maiti na hivi na hivi, lakini muhrim hata akifa, la yudha'u tayyibu fi ghaslihi, haikewi mafuta mazuri katika josho lake, wala fi kafnihi, wala kwenye sanda yake haitiwi manukato. Kwa ushahidi gani? Likaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume, rehma na amani juu yake, fi man mata muhrima, kwa yule ambaye alikufa hali ya kuwa muhrima, alihirimia hija. Mtume alisema hivi, la takhmiru ra'sahu, msifunike kichwa chake, sanda yake hafuniki kichwa. La takhmiru ra'sahu, msifunike kichwa chake. Wala tamassuhu tayyiba, wala tiba, wala msimtie manukato. Kwa nini? Akasema fa innahu yab'athu yawmal qiyamati mulabbiya, kwa sababu atafufuliwa siku ya kiyama akiwa anatoa talbiya, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak, atafufuliwa akiwa anatoa talbiya. Kwa hiyo hata akifa muhrim hatiwi manukato. Wama baqiya min at-tayyibi, ama yale yaliyobaki katika manukato, alladhi, ambayo wadhaahu fi badanihi, alijitia mwilini mwake, au thawbihi, au nguoni kwake, kabla al-ihrami, kabla hajahirimia, fa innahu la ba'sa bihi, hayo hayana tatizo. Yani hujahirimia, sijahirimia hija, nikakoga, nilipokoga nikajitia manukato yangu, tupo baadaye nikaingia kwenye kuhirimia, ikawa imebakia ile harufu ya manukato ambayo nilijitia kabla sijahirimia, hiyo haina shida. Sawa Kwa nini? Fa innahu la basa bihi, hiyo haina matatizo, haina kuna dhambi. Wayubahu shammu, na inahalalishwa kunusa, ma kitu ambacho la yumbatu li tayyibi, ambacho hakikupandwa, hakikuoteshwa kwa ajili ya manukato. Wayubahu shammu, inahalalika kunusa, ma kitu ambacho la yumbatu, ambacho hakikupandwa, hakikuoteshwa, li tayyibi, kwa ajili ya manukato. Kuna vitu vimepandwa kwa ajili ya manukato, sawa jamani? Mtu akipanda muasumini anapanda kwa sababu gani? Kwa kula, kwa sababu manukato Akipanda muwaridi anapanda kwa sababu ya kula, ni kwa ajili ya kupata nini? Manukato. Kwa hiyo kitu ambacho hakikupandwa kikawaida kwa ajili ya manukato, halafu kikawa kinaleta harufu, basi yafaa kunusa mtu. Akatoa mfano katufaha. Tufaha si tumezoea kusema tufaha la kawaida lakini pia tufaha apple pia wanaita tufaha. Sasa tukija tukisema tufaha, mtufaha wapandwa kwa ajili ya manukato, kwa ajili ya kula. Na hivyo ndio ikiwa tukifasiri apple vile vile halipandwi kwa ajili ya manukato. Kwa hiyo unaweza ukanusa tufaha. Kwa kufahamiana. Wasafarjal, parachichi, naweza ukanusa.
wengine wakafasiri pera pia. Fa innahu, anasema kwani yushbihu sairun nabati, haya matunda haya yanafanana na mimea mingine. Yushbihu sairun nabati, yanafanana na mimea mingine, kama mimea mingine tu, kama vile labda pengine pera, sijui mpunga, vitu gani, sawa tunaweza ukanusa. Fi annahu, yanafanana na mimea mingine, fi annahu, ya kwamba la yuqsadu li tayyibi, kwamba haya hayapandwi kwa kusudiwa manukato, wala yutakhadhu minhu, wala hayachukuliwe kwenye manukato, hayafanywi manukato. Wa amma hukumu ma yusibu almuhrim, ama hukumu ya kile kitakachompata muhrim, min tayyibil kaabati, kutokana na manukato ya Kaaba. Pale Kaaba huwa panatiwa manukato kila wakati, panukia, marashi, mafuta mazuri, huwa panatiwa pale, panukia sana. Sasa ikitokea mtu saa nyingine kasogea pale akakusana na manukato ya pale akanukia, waelewana? Ndio anasema wa amma hukumu ma yusibu almuhrim, ama hukumu ya kile kitakachomuingia muhrim, min tayyibil kaabati, miongoni mwa manukato ya pale Kaaba. Faqad rawa Sa'id bin Mansuri, amepokea au amesimulia bwana Sa'id bin Mansuri, an Salih bin Kaisan, kutoka kwa Salih bin Kaisani, kala, amesema raaitu Anas ibn Maliki, nilimuona Anas bin Maliki, wa asaba thawbahu, na ikiwa imeingiwa nguo yake na hayo manukato ya pale Kaaba, wa huwa muhrimin, na hali ya kuwa alikuwa mehrimia, yani nguo yake imepata nini? Min khuluqil Kaabati, kutokana na marashi ya pale Kaaba, nguo yake imepata khuluqil Kaaba, marashi ya Kaaba. Tuko pamoja? Falam yaghsiluhu, hakwenda kuyakosha, kuonyesha kwamba kwa sababu hakukusudia kujitia, ni katika kupita kwake pale Kaaba, mimgusa yale manukato yamemuingia, hakwenda kukosha, kuonyesha kwamba haina tatizo hiyo. Warawa an Ata, na pia imepokewa kutoka kwa Ata, kala, amesema la yaghsiluhu, kwamba mtu atakaingiwa na manukato ya pale Kaaba hakoshi, wala shay'an alayhi, na wala hakuna wajibu wowote unaomwajibikia kwamba labda atoe fidia nini, hakuna. Wa inda Shafi'iyya, na kwa upande wa Kishafi wanasema wao, man ta'ammada isabat bi shay'in min dhalika, anasema wao man ta'ammada, yule atakaye kusudia, yani kwenda makusudi pale, si kuna manukato kwenye Kaaba, akenda makusudi kwa ajili ya kwenda kujipaka paka. Ta'ammada isaba, yule aliyekusudia kwenda kupata shay'i chochote min dhalika, katika yale, au asabahu, au yamempata tu, wa amkanahu ghasluhu, na ikawa inawezekana kuyakosha, walam yubadir ilayhi, alafu asikimbilie kukosha, fakad asaa, wanasema huyo atakuwa kafanya vibaya. Wa alaihi alfidya, na atawajibikiwa, lazima atowe fidia. Umelifahamu hilo? Kishafi wanasema atakayekusudia kwenda pale Kaaba kusudi kwa ajili ya kupata yale manukato pale, ya mguse, ya mwingie, ta'ammada isabatu shay min dhalik, au asabahu, au hakukusudia lakini kapita yamemfika tu, yamempata, lakini baada ya kuwa yamempata au kajitia kusudi, wa amkanahu ghaslu, alafu ikawa uwezekano wa kuyakosha upo, tuko pamoja, lakini walam yubadir ilayhi, akawa hakukimbilia kwenda kuyakosha yale yaliyomwingia, fakad asaa, huyo atakuwa amefanya vibaya. Wa alaihi alfidya, na atawajibikiwa kutoa fidia. Fidia ndio ile jamani, tulioitaja hapa nyuma kwenye aya, fa fidyatu min siyamin au sadaqatin au nusuk, kufunga siku 3 au kulisha maskini 6 au kuchinja mnyama. Jambo la 9,
ambalo hatakiwi muhrim kulifanya, labsu thawbi masbughan, kuvaa nguo iliyoingia rangi. Labsu thawb, kuvaa nguo masbugha iliyopakwa rangi. Bima, tena kwa rangi ambazo lahu raihatun tayyiba, zina harufu nzuri. Rangi zina harufu nzuri, nguo imetiwa rangi na rangi hizo kazi zina harufu nzuri, haitakiwi kwa muhrim. Ittafaka al-ulamau, wamekubaliana wanawavuoni wote, ala hurmati lubsi thawbi, juu ya uharamu wa kuvaa nguo almasbughu, iliyopakwa rangi, bima lahu raihatun tayyiba, bima, kwa rangi ambayo lahu raihatun tayyiba, ina harufu nzuri, haitakiwi. Illa, isipokuwa an yaghsila, atakapokwenda kuikosha. Imeingia rangi na harufu nzuri, ukwenda ukaikosha, ikatoka ile harufu, basi tafaa kubaliwa. Bihaithu, akaikosha katika utaratibu ambao, katika hali ambayo la tudhihiru lahu raihatun, ikawa haijitokezi tena ile harufu. Kakosha kiasi ambayo harufu ikawa haijitokezi tena, hapo itakuwa hakuna tatizo. Shahidi wa hayo, fa'an Nafi'i, kutoka kwa bwana Nafi, an Umara, naye kaipata kutoka kwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, radhi za Allah zimshukie na baba yake,